Sasa. Hello ndugu zangu, mabibi na mabwana, familia ya Happy Housekeeper. Karibuni sana Happy Housekeeper. Natumaini mnaendelea vizuri. Nami namshukuru Mungu kwa afya njema na pumzi ya bure. Karibu sana wageni, karibu wenyeji wote, na asante sana kwa support yako. Mungu akubariki. Leo tarehe 26 mwezi wa 4. Muda si mrefu, kwenye saa 5 hivi nilikuwa natoka zangu benki. Kwa hiyo nilikuwa nimeenda kwa ajili ya kuupdate bank details zangu, kwa sababu ID yangu kama nilivyowaambia ilikuwa imeisha. Kwa hiyo ilibidi niende nika-update kwa sababu nisingeweza kuitumia tena. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba ukishapata kadi mpya, kama unatumia benki, nenda ukahakiki taarifa zako mpya. Na benki walichouliza ni jina la bosi wangu na ninapoishi. Basi alafu nikafanya fingerprint, hivyo tu. Sasa baadaye nikawa namuuliza yule mhudumu pale kwamba kama mtu anahitaji kuhifadhi pesa ndani ya miezi 6 au mwaka, inakuwaje taratibu kwa sisi wageni, kwa sababu nilikuwa nafikiri kwamba wageni hatuwezi kuwa na saving account ya kutunza pesa. Kwa hiyo maelezo ya mhudumu aliniambia kwamba unaweza ukahifadhi kuanzia mwaka mmoja. Wanakubali kuanzia mwaka mmoja, na kiwango cha chini ni riali 10. Kwa hiyo kila mwezi utakuwa unaikata riali 10 kutoka kwenye akaunti yako kuingiza kwenye akaunti ya kutunza pesa. Na ukimaliza mwaka unapewa asilimia kadhaa. Kuna ongezeko, unapewa kiasi fulani hivi cha ziada. Kwa hiyo nje ya ile riali 10 yako watakuongezea, wanaitaga interest, ni ongezeko, si ndio? Kwa hiyo kiukweli nilikuwa nafikiria siku nyingi kuuliza, lakini leo nilipata kukumbuka, na mshukuru Mungu nilikumbuka nikauliza hilo. Na kama utakuwa haujamaliza mwaka alafu unataka kurudi nyumbani, maana yake unasitisha labda kutunza pesa yako, watakukata riali 5. Walivyosema wao, kwa sababu unasitisha watakukata riali 5. Na interest yao, ongezeko lao ni riali 2, kuanzia riali 2.5. Lakini alisema inategemea. Okay, yeye alinitajia riali 2, riali 2.5. Kwa hiyo inategemea, uaga inabadilika. Haiwi constant. Yaani haiwi amount ile ile. Kama ukisema riali 2.5 haiwi vile vile. Labda itaongezeka, labda itapungua, sijui hapo, inategemea. Okay? Nadhani labda kutegemeana na rate inavyopanda na kushuka, sina uhakika zaidi. Na pia kama unataka kutunza pia kwa miaka kuanzia 2 na zaidi, pia wanakubali. Na pia kama unataka kuongeza kiasi cha kutunza, sio lazima riali 10. Yaani hiyo riali 10 ndio kiwango chao cha kuanzia. Lakini kama wewe unataka kuanzia riali 20, riali 30, riali 50, inategemeana na wewe na bajeti yako. Kwa hiyo fursa hiyo ndugu zangu, kwa sababu ndugu zangu wengi mnakuta mtu hana mtu wa kumwamini Tanzania kutunza pesa, na hata hapa. Kwa hiyo, na kama wale ambao kuna mtu aliniuliza swala la kuhusu mchezo, tucheze mchezo sijui nini. Sasa ni bora ufungue account alafu utunze. Na hii kufungua account, nenda mwenyewe. Maana kuna shagala wengine utasikia eti nimpe bosi akanifungulie. Kuna wengine mnafunguliwa na bosi zenu. Ulisikia wapi jamani? Tujifunze. Kwa mfano kufungua SIM card, line ya simu, uoga unamtuma mtu, hapana. Hizo ni taarifa zako wewe binafsi. Kwa hiyo unatakiwa wewe mwenyewe uende ukafungue. Unachotakiwa kumwomba bosi ni barua ya udhamini, alafu na pasipoti yako unaenda nayo kule, na ID yako. Okay? Hivyo tu unatakiwa kuwa navyo. So, ni hayo tu nilikuwa nataka kushare. Na hapa nikarudi zangu nyumbani kwa sababu nilikuwa sijamaliza kupika. Bosi akaniambia nitapika wali. Atapika wali. Kwa hiyo mimi nilipika mchuzi wa nyama nikamwachia wali kwa sababu yeye alikuwa anaenda kazini. Yaani kama saa hizi saa 6. Saa 6 kasoro alikuwa ameshaondoka. Kwa hiyo na muda nilioenda benki nilichelewa kidogo. Alichelewa kunishikia watoto walikuwa wamelala, singeweza kunipeleka.
Kwa amenisaidia kupika wali, ndio nilikuwa nacheka cheka hapo. Mungu ambariki bosi wangu na mabosi wote. Asanteni.